wa mikoa na wilaya mlioko hapa, Mheshimiwa Imani Aboud, jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu divisheni ya kazi, waheshimiwa mabalozi mlioko hapa, wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiongozwa na wabunge wetu wawili wanaotokana na vyama vya wafanyakazi, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wa wizara mbalimbali mlioko hapa. Tunatambua pia uwepo wa msajili wetu wa vyama vya wafanyakazi na waajiri Pendo Berege, makamu wa rais wa TUCTA ndugu Kambo Sule na viongozi wote wa TUCTA mlioko hapa, bila kuwasahau wadhamini wa shirikisho na wale wakuu wa wings. Tunaye mkuu wa wing ya wanawake, Mheshimiwa Rais, sisi tunajali hilo. Tunaye Rehema Ludanga, tuko naye, lakini yuko mwenyekiti wa wing ya vijana Comrade Nyamasagi, naye pia tuko naye hapa. Mwakilishi wa shirikisho la Afrika Mashariki la vyama vya wafanyakazi ITUC dada Caroline Mugala, mwakilishi wa shirika la kazi duniani Comrade Chibebe, kwa bahati mbaya hawajafika kutokana na sababu mbalimbali, ndugu Agre Mlimuka, mkurugenzi wa ATE, wanachama na wafanyakazi wote, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, viongozi wa mila, wanahabari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufikia siku hii ya leo. Mheshimiwa Rais, nipende pia kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika siku hii ya leo. Japo tulikupa mwaliko wa muda mfupi, lakini ulitenga muda wako na kujumuika nasi. Mheshimiwa Rais, tunatambua kuwa na majukumu mengi na muhimu, lakini umeweza kutujali na kufika hapa. Sio wewe tu peke yako, bali na timu nzima ya uongozi wa nchi tunaiona iko na sisi hapa mbele. Mheshimiwa Rais, wafanyakazi wa Tanzania, tunakupa pole kwa msiba mkubwa uliotutokea wa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunajua hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu, lakini tunafahamu majukumu haya sasa umeyabeba kikamilifu ya kuiongoza nchi, na sisi wafanyakazi tuko nyuma yako. Mheshimiwa Rais, tutakuwa hatuna shukrani endapo hatutakushukuru kwa mambo mengi ambayo umeyafanya kwa muda mfupi ambao umetumikia nafasi yako ya urais nchini kwetu. Mambo haya yanatupa mwanga wenye matumaini sisi wafanyakazi wa Tanzania, na kwa ridhaa yako Mheshimiwa Rais, niataje tu kwa ufupi. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa tunakushukuru sana kwa kutufungulia milango sisi viongozi wa wafanyakazi. Hivi karibuni tulikuomba ukutane na sisi, uzungumze nasi, na bila hiana ulitukubalia na uliongea na sisi maneno kadha wa kadha, na sisi tumesema tunayasubiria leo yale tuliyozungumza. Mheshimiwa Rais, na wafanyakazi hao wanayasubiri kwa hamu, angalau ukizungumza nao nafsi zao zinaweza kutulia. Niataje kwa uchache yale ambayo tuliyazungumza, lakini majibu yake utasema leo. La kwanza tulilolipa msisitizo zaidi na ambalo umeona linapita kwenye mabango, Mheshimiwa Rais, ni suala la ile bodi ya kitaaluma ya walimu. Walimu wanasema hawajawa tayari kuipokea bodi hiyo, na pengine isubiri kwanza, muda utakapofika wanaweza kuielewa, lakini kwa sasa Mheshimiwa Rais, tumia nguvu yako. Tunafahamu swala hili ni la kisheria, wawezeshe wanaohusika wakae na kutafuta njia mbadala ili angalau mzigo huu uweze kuwaondoka wafanyakazi walimu. Mheshimiwa Rais, pia tulizungumza swala la madaraja ya watumishi wa umma. Tulizungumzia swala hili vizuri sana, tunaamini ulilielewa, na tunaamini leo swala la madaraja ya wafanyakazi hasa wa sekta ya umma utalizungumzia kwa undani. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana pia kwa sababu tunatambua hivi karibuni ulifanya uteuzi wa mawaziri. Tunaanza kwanza na kukupa pongezi kwa kutuachia wizara yetu ya kazi kama ilivyo kwa upande wa waziri, lakini umewaongeza manaibu waziri, tunajua wako wawili, Mheshimiwa Katambi na Mheshimiwa Nderiananga, wanafanya kazi vizuri sana na sisi chini ya uongozi wa Waziri Jenista Mhagama. Lakini pia tunaye katibu mkuu Dickson Nzunda, tunafahamu ni mzoefu wa masuala mbalimbali ya wafanyakazi, amepita wizara nyingi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kuendelea kumwacha afanye kazi na sisi. Lakini wizara nyingine nyeti, Mheshimiwa Rais,
ni wizara hii ya ofisi yako, management ya utumishi wa umma. Umetuteulia mawaziri wazuri ambao wameanza vema na sisi. Umetuteulia Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa ambaye ni waziri management ya utumishi wa umma. Tunamshukuru sana kwa jinsi alivyoanza na sisi, kwa sababu kauli yake ya kwanza alianza na kuzungumzia madaraja ya watumishi, na tunaona kama vile kuna dalili nzuri ya madaraja kwa wafanyakazi. Lakini tusimsahau naibu waziri Comrade Ndejembi, na yeye naamini yuko hapa. Tunaahidi Mheshimiwa Waziri tutawapa ushirikiano, lakini wizara hii ni nyeti sana. Mheshimiwa Waziri, tumekuwa naye katibu mkuu Dr. Ndumbaro, amefanya kazi vizuri sana na sisi, lakini pia yupo naibu katibu mkuu Dr. Francis Michael. Mheshimiwa Rais, tukufahamisha tu kwamba yule ametokana na sisi wafanyakazi, alikuwa mjumbe wetu wa TUCTA, kiongozi mzuri, na mlimuona mkatunyang'anya, amekwenda sasa upande wa pili, lakini anatupa ushirikiano mkubwa sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba risala imeshasomwa na imebeba mambo mengi na yote ni muhimu, lakini naomba niaseme machache kwa ufupi lakini kwa msisitizo. Mheshimiwa Rais, kuna jambo hili la nyongeza ya mishahara. Wafanyakazi wamelia kwa muda mrefu. Wale wa sekta binafsi wana zaidi ya miaka 8 sasa hawajaongezwa mishahara, lakini sekta ya umma tuna zaidi ya miaka 6 tunaelekea 7 hatujaongezwa mishahara. Tunafahamu serikali yako ina mambo mengi ambayo umeyakuta, lakini tutashukuru iwapo angalau utatazama kwa namna moja au nyingine uweze kutusikiliza na kutusaidia tuweze kupata nyongeza ya mishahara. Mheshimiwa Rais, yapo malimbikizo ya madeni tunaona yanalipwa, lakini spidi ya ulipaji inakuwa ndogo sana. Mheshimiwa Rais, tunaomba angalau spidi hii iongezeke, na angalau tunavyosogea kwenye mwaka unaofuata wa fedha, yakilipwa yote tukaanza upya bila madeni, inaweza kuwa vizuri sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kikupendeza pia kuna hili swala la kodi pay as you earn. Nianze kwa kuipongeza serikali. Wakati ule kupitia Wizara ya Fedha ikiwa chini ya Dr. Philip Isdor Mpango akiwa waziri wa fedha, alitupa fursa, akatusikiliza, na angalau pamoja na ugumu tunaofahamu alionao kwenye mambo ya fedha, lakini alituachia sehemu ndogo ya kodi. Tunashukuru sana serikali, lakini kiwango kile Mheshimiwa Rais kilikuwa kidogo. Bado tunaendelea kugonga mlango. Kama itakupendeza Mheshimiwa Rais, tunaomba pia uweze kutujali kwa upande huo. Lakini lipo Mheshimiwa Rais swala la watumishi wenye elimu ya darasa la 7 au walioajiriwa baada ya Mei 2004. Walikuwa watumishi wa umma, walikuwa kwenye payroll ya serikali na walikuwa wanafanya kazi kwa bidii. Kwa bahati mbaya waliondolewa kazini, na waliondolewa kazini ghafla, hawakuwahi kufidiwa wala kurudishwa majumbani kwao. Nalo Mheshimiwa Rais, ili kikupendeza, tunakuomba ukisimama hapa angalau na lenyewe uweze kulisemea. Mheshimiwa Rais, kwa uchache sana naomba niwashukuru wadau ambao unaona wamependezesha sherehe hizi. Tunawashukuru kwanza, watu wa benki ya NMB wamefanya shughuli kubwa sana hapa Mheshimiwa Rais, wakifuatia na watu wa benki ya CRDB, benki ya NBC, mifuko yetu ya hifadhi ya jamii kwa maana ya NSSF na PSSF, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF, kampuni ya bia TBL, kampuni ya bia Serengeti, kampuni ya Coca-Cola, vyombo vya habari, pamoja na ofisi ya waziri mkuu, bila kuisahau ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Rais, nisiseme maneno mengi sana. Nyimbo zetu maalum kutoka vikundi mbalimbali zote zilikuwa zinagusia habari ya maslahi bora ya wafanyakazi na mishahara juu, na ndiyo kauli mbiu yetu wafanyakazi. Naomba sasa nami niwasalimu tena kwa salamu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maslahi bora, mishahara juu. Mheshimiwa Rais, sasa nichukue fursa hii nikualike uweze kuzungumza na umati huu wa wafanyakazi, wakitambua kwamba ni jana tu umetoka kuchaguliwa kwa kishindo kuwa mwenyekiti wa kwanza mwanamke wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi. Naamini joto hilo bado unalo Mheshimiwa Rais. Karibu angalau uweze kusema na wafanyakazi. Karibu sana Mheshimiwa. Makofi mengi na vigelegele. Tunaweza kusimama, tusimame. Wafanyakazi oye! Mwanza oye! Piga
makofi na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais wetu. Piga makofi na vigelegele. Wafanyakazi oye! Haya, kwa heshima na taadhima, tukae tuwe watulivu na wasikivu kwa kumsikiliza kiongozi wetu. Asanteni sana. Wafanyakazi oye! Solidarity, mshikamano. Na washukuru sana Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika na waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Tumaini Nyamhoka, Rais wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi wa Tanzania, Mheshimiwa Jenista Mhagama, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, waheshimiwa mawaziri mliopo, Mheshimiwa Balozi Hussein Athmani Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa John Mongela, Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, na wakuu wa mikoa wengine mliopo, wale 6 wa kanda ya Ziwa, Mheshimiwa Imani Abudu, Makuu Divisheni ya Kazi, na majaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania mliopo, ndugu makatibu wakuu mliopo hapa, wakuu wa wilaya, mamea, viongozi wa halmashauri, wazee wetu wa Mwanza, mkurugenzi wa Shirika la Kazi Duniani, Ofisi ya Nchi za Afrika Mashariki, waheshimiwa mabalozi mliopo, ndugu Saidi Wamba, Kaimu Katibu Mkuu wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi, ndugu Pendo Berege, Kaimu Msajili wa Vyama vya Wafanyakazi na Waajiri, ndugu Jane Nyimbo, Mwenyekiti wa Chama cha Waajiri Tanzania ATE, wenye viti na viongozi wengine wa vyama vya wafanyakazi, wageni wetu kutoka nchi jirani na mashirika ya kimataifa, viongozi na maafisa wa serikali mliopo, wawakilishi wa vyama vya siasa mliopo, na hapa nitambue pamoja nami kwenye jukwaa kuu Katibu Mkuu na Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi pamoja na viongozi wa CCM wa mkoa, ndugu zangu viongozi wa dini, ndugu wafanyakazi, ndugu wananchi, wana habari mliopo, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Solidarity. Ndugu wafanyakazi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kukutana hapa. Aidha, nawashukuru viongozi wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi nchini TUCTA kwa kunikaribisha katika sherehe hizi za Siku ya Wafanyakazi Duniani. Nimepata fursa ya kushiriki sherehe hizi mara kadhaa, ila sio katika ngazi ya ugeni rasmi. Leo ni mara yangu ya kwanza kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya. Hivyo basi, nawashukuru sana TUCTA kwa imani kubwa mlioonyesha kwangu na kwa serikali. Nitumie fursa hii pia kwa niaba ya serikali kuwashukuru sana kwa salamu zenu za pole kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli. Na kama mnavyofahamu, msiba huu mzito ulikuwa wetu sote. Hivyo basi nami niwape pole na kuwashukuru kwa namna wafanyakazi nchini walivyoshiriki kamilifu katika kuaga na mazishi aliyekuwa kiongozi wetu. Naomba wote tusimame kwa dakika moja ili tumuombee.
Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pahali pema peponi. Kwa namna pekee nawashukuru sana kwa salamu zenu za pongezi kwangu baada ya kukabidhiwa dhamana hii kubwa ya kuliongoza taifa letu. Nimefarijika kono na kuiunga mkono serikali inayoiongoza kwa moyo wa dhati katika kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati. Niwahakikishie kuwa miradi yote ya kimkakati tutaitekeleza na kuibua miradi mipya. Kwa bahati nzuri, miradi yote ya kimkakati tumejumuisha kwenye mpango wa 3 wa taifa wa maendeleo ya nchi yetu wa miaka 5 wa maendeleo ya nchi yetu wa mwaka 2021 hadi 2026 ambao tutaanza kutekeleza mwezi Julai mwaka huu. Hivyo basi, nina uhakika miradi yote itatekelezwa kama ilivyopangwa kwa maana ya ufanisi, huku tukizingatia matumizi mazuri ya rasilimali fedha. Niwaombe nani mfanye kwa upande wenu, kwa sasa ndio watekelezaji wa miradi hiyo. Ndugu wafanyakazi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kuna usemi wa Kiingereza usemao, every nation owes its success to the laborers. Usemi huu una maana kwamba mafanikio ya taifa lolote hutokana na nguvu ya wafanyakazi wake. Hakuna nchi iliyoweza kupiga hatua za kimaendeleo bila kutegemea wafanyakazi wake. Wafanyakazi ndio wazalishaji viwandani na mashambani. Wafanyakazi ndio wenye kujenga miundombinu. Wafanyakazi ndio wenye kutoa huduma mbalimbali za kijamii, ikiwemo huduma za afya, elimu na huduma za upatikanaji wa maji safi na salama. Kama mnavyojua kwamba mwaka jana taifa letu limeingia kwenye kundi la nchi za uchumi wa kati. Tumeweza kufikia hatua hiyo kutokana na mchango mkubwa sana uliotolewa nanyi wafanyakazi. Ni kwa msingi huo, leo hii tunapoadhimisha siku hii ya wafanyakazi, napenda kuwashukuru na kuwapongeza wafanyakazi wote nchini kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya ya kuliletea maendeleo taifa letu. Sina budi kuwapongeza sana wafanyakazi wote wa Tanzania. Ndugu viongozi wa TUCTA na ndugu wafanyakazi wenzangu, pamoja na mchango mkubwa mnaoutoa kwa taifa letu, natambua kwamba bado mnakabiliwa na changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza mmeieleza vizuri kwenye kauli mbiu yenu mwaka huu. Kauli mbiu inayosema maslahi bora, mishahara juu na kazi iendelee. Kauli mbiu hii inatoa ujumbe kwa serikali kuhusu umuhimu wa kuboresha maslahi ya wafanyakazi na pia kupandisha mishahara yao, ambayo natambua kuwa haijapandishwa kwa muda mrefu, takriban miaka 6 kwa sekta ya umma na miaka 8 kwa sekta binafsi. Mbali na changamoto hiyo, Kaimu Katibu Mkuu wa TUCTA ndugu yetu Saidi Wamba ametaja changamoto nyingine ambazo ni hizi zifuatazo. Moja, kutokufanya kazi kwa bodi za mishahara. Kwenye suala hili nilishaelekeza Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na mambo yake yote, akae na vyama vya wafanyakazi waone jinsi ya kuzifufua bodi hizo ili ziweze kufanya kazi yao inavyopaswa. Lakini pia changamoto ya pili ni kodi kubwa katika mishahara na marupurupu mengine. Nataka niwaambie kwamba serikali imesikia ombi la wafanyakazi la kutaka kupunguziwa kodi inayotozwa kwenye mshahara au pay, na pia kutokatwa kodi kwenye malipo ya stahiki nyingine zisizokuwa za mshahara.
Serikali imeliona jambo hili na tumeamua kupunguza 1% ya makato ya PAYE. Itatoka 9% na sasa tutakatwa, nyinyi pamoja na mimi tutakatwa 8% ya mshahara wetu. Aidha, tutaendelea kulitizama suala hili la makato katika malipo yasiyo ya mshahara. Changamoto ya tatu ni urasimu katika kujadili, kufunga na kuidhinisha mikataba ya hali bora kazini. Lengo la mikataba ya namna hii ni kuwapa motisha watumishi kwa kuongeza mishahara, kutoa marupurupu, kuboresha mazingira ya kazi, kutoa mafunzo kazini, makazi kwa wafanyakazi, huduma za afya na mengine mengi. Hata hivyo, kwenye mashirika na taasisi, mikataba ya hali bora kazini imekuwa ikijikita zaidi kwenye masuala ya posho na marupurupu bila kuzingatia hali halisi ya kiuchumi ya nchi yetu, na wakati mwingine kuwasilisha mikataba isiyozingatia sheria, kanuni na taratibu. Hali hii ndiyo imeifanya serikali kuwa makini kabla ya kupitisha mikataba ya hali bora kazini. Hata hivyo, nimeiagiza ofisi yangu ya Rais, menejimenti ya utumishi na utawala bora kuongeza kasi katika kuidhinisha mikataba hiyo. Kwa hiyo kazi inaendelea ya kuidhinisha mikataba. Changamoto ya 4 ni ucheleweshaji wa mafao kwa wastaafu. Nakiri kuwa tatizo hili kweli lipo na binafsi linanisikitisha sana. Natamani kuona mtu akistaafu analipwa mara moja badala ya kuzungushwa. Nimeielekeza mifuko kuhakikisha wanalipa mafao ya wastaafu ambao wameendelea kusubiri kwa miezi kadhaa, na nataka nitoe taarifa ya faraja. Wale wafanyakazi ambao wamelundikana pale, tutaanza kuwalipa malipo yao, mafao yao kuanzia mwezi huu, na tutakuwa tunalipa kila mwezi mpaka ule mlundikano uondoke. Changamoto nyingine ni madeni mbalimbali ya watumishi, na kuhusu suala hili la madeni au madai ya watumishi, kama mnavyofahamu, serikali imekuwa ikijitahidi sana kulipa madeni haya ya watumishi. Kwa mfano, katika kipindi cha mwezi Julai mwaka jana hadi Aprili mwaka huu, serikali imelipa malipo ya malimbikizo ya mishahara yenye thamani ya shilingi bilioni 74 kwa watumishi 36,126. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 32 milioni 669 zimelipwa kwa walimu 11,000 milioni 272. Katika kipindi hicho serikali pia imelipa madeni yasiyo ya kimshahara yenye thamani ya shilingi bilioni 18,220 na uhakiki wa madeni ya kimshahara ya watumishi 8,334 unaendelea. Nataka niwahakikishie ndugu zangu wafanyakazi kwa serikali itaendelea kulipa madeni yote inayodaiwa na watumishi. Lakini nitumie fursa hii pia kuwaonya viongozi wa taasisi mbalimbali kuacha kuzalisha madeni bila sababu za msingi, ikiwemo kuwahamisha watumishi bila ya kuwa na bajeti za kuwalipa. Aidha, nawasihi watumishi kuacha kutengeneza madeni hewa, na hili ndilo linachelewesha ulipaji wa madeni. Inabidi tufanye tathmini, tupitie, tuhakikishe madeni ni ya kweli. Kwa mfano, kuna taasisi iliwasilisha serikalini deni la bilioni 40. Baada ya kufanya tathmini na kupitia vizuri, deni halisi ni bilioni 1. Sasa hii ndiyo inachelewesha ulipaji wa madeni. Swala jingine ambalo ni changamoto ni bima ya afya, na kwenye hili serikali imeona mantiki ile iliyoletwa na wafanyakazi kwamba mtoto wa miaka 18 bado ni mtegemezi kwa wazazi wake.
Hivyo basi, serikali tumeamua kuongeza umri wa utegemezi. Tutatoka miaka 18 hadi miaka 21. Ambapo tunakusudia maamuzi haya tunakusudia kuyajumuisha kwenye marekebisho ya sheria ya bima. Aidha, kwa kuzingatia tathmini ya uhai na uendelevu wa mfuko ambao tunatarajia kuifanya mwezi Juni mwaka huu, serikali itaangalia uwezekano wa kugharamia kundi la wastaafu bila kuzingatia kigezo cha uchangiaji wa miaka 10. Ila kwa sasa tutaendelea kutoa fursa kwa wastaafu kuendelea kujazia miaka iliyopungua ili kukidhi kigezo hicho. Katika hatua za muda mrefu, kama mnavyofahamu, tayari serikali imeanza mchakato wa kuanzisha bima ya afya kwa wote. Changamoto nyingine ni makato ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Kwenye changamoto hii, ndugu zangu, tumeamua kubakia na 15% unayokatwa kwenye mshahara wako, na serikali imeamua kufuta 6% tulizokuwa tukitoza zaidi. Nitumie fursa hii lakini nisisitize kwamba deni hili wale waliokopa waendelee kulipa. Nitumie fursa hii kwanza kabisa kuiagiza bodi ya mikopo kama nilivyosema waondoe hiyo 6%, lakini niipongeze sana bodi ya mikopo. Wanafanya kazi nzuri ya kukusanya, na kwamba kasi ya ukusanyaji wa madeni imeongezeka kutoka shilingi bilioni 28 mwaka 2015 na 16 hadi shilingi bilioni 192 mwaka 2019 2020. Hii imewezesha kuongeza bajeti ya mikopo kutoka shilingi bilioni 373 mwaka 14-15 ambayo iliwanufaisha wanafunzi 98,300 hadi kufikia shilingi bilioni 464 mwaka 2020-2021 na kuwanufaisha wanafunzi 149,389. Hivyo basi, nawasihi wanufaika wa mikopo kama nilivyosema kuendelea kulipa. Lakini vile vile serikali italiangalia swala la 6%. Nilikuja nikisema nitaliangalia, lakini baada ya manung'uniko makubwa nimeamua kulifuta hapa hapa. Changamoto nyingine ni swala la watumishi wa darasa la 7 waliostaafishwa ajira. Kuhusiana na swala la watumishi hawa waliositishwa ajira, kama mnavyokumbuka, serikali ilitoa msamaha na kuwarejesha kazini watumishi walioajiriwa kabla ya tarehe 20 Mei mwaka 2004 ambao hawakufanya udanganyifu wa vyeti, pamoja na watumishi waliojiendeleza na kujipatia sifa stahiki kwa mujibu wa miundombinu ya utumishi wa umma. Kupitia msamaha huo, nafahamu kuwa watumishi 4,380 walirejeshwa kazini. Hata hivyo, napenda kutumia fursa hii kurudia maelezo ya serikali kwa waajiri kuhusu kuzingatia sheria, kanuni na taratibu katika kuhitimisha ajira za watumishi walioajiriwa kwa elimu ya darasa la 7 na wale walioghushi vyeti. Aidha, najua kwamba wapo waajiriwa wa darasa la 7 waliostaafishwa na kulipa mafao yao kisheria, na vile vile wapo ambao hawajalipwa kutokana na madai au kisingizio kwamba serikali bado haikutoa mwongozo mahsusi wa kulipa mafao hayo. Lakini najua pia kwamba wapo ambao hawajalipwa kutokana na kutokuwepo kwa kumbukumbu za ajira zao. Sasa hapa ni waagize
waajiri wote waliokuwa na wafanyakazi wa aina hii wafanye inavyowezekana kila mwenye haki aweze kupatiwa haki yake. Natambua kwamba wafanyakazi hawa walikuwa wanakatwa mikato inayokwenda kwenye mifuko ya jamii. Ile ni haki yao, walitoa jasho lao wakakatwa wakapeleka kule. Kwa hiyo niombe sana waajiri wale wasio kumbukumbu za wafanyakazi wale waziweke kumbukumbu vizuri, na wale ambao hawajalipwa kwa kisingizio kwamba serikali haikutoa mwongozo sasa ni huu, kila mwenye haki yake alipwe haki yake. Na hapa naitaka ofisi yangu ya utumishi na utawala bora kusimamia zoezi hili. Ndugu wafanyakazi, changamoto nyingine zilizoelezwa ni kuhusu mabaraza ya wafanyakazi sehemu za kazi, uhuru wa vyama vya wafanyakazi, ajira za raia wa kigeni na unyanyasaji na udhalilishaji wa wafanyakazi kazini. Kimsingi, changamoto hizi ni za kiutendaji. Sheria zipo, kinachohitajika ni usimamizi na utekelezaji wa sheria zilizopo. Hivyo basi, naziagiza mamlaka husika, hususan wizara inayosimamia masuala ya ajira na kazi, kuhakikisha wanasimamia masuala hayo kwa mujibu wa sheria, lakini pia kuzingatia maslahi mapana ya taifa. Nafahamu kwa taasisi za umma 40 hazijaunda mabaraza ya wafanyakazi. Naziagiza taasisi hizo kuunda mabaraza hayo mara moja. Kwa upande wa sekta binafsi, natambua kuwa sheria haiwalazimishi, lakini nawahimiza kuyaanzisha kwa vile faida zake ni kubwa, na panapokuwa na mabaraza ya wafanyakazi ndipo utendaji kazi na maslahi ya watendakazi yanapozungumzwa vizuri. Aidha, nawakumbusha waajiri kwamba suala la kuanzisha vyama vya wafanyakazi na uhuru wa vyama hivyo sio la hisani, bali lipo kisheria. Hivyo natoa wito kwa waajiri kuruhusu wafanyakazi kuanzisha vyama vyao kwa uhuru. Vile vile ningependa kutoa rai kwa viongozi wa vyama hivyo kuhakikisha haviwi chanzo vya migogoro sehemu za kazi. Na wasihi pia viongozi wa vyama vya wafanyakazi kuhakikisha wanawasilisha serikalini taarifa za unyanyasaji na udhalilishaji unaotokea kwenye maeneo yao au maeneo yao ya kazi, ili hatua ziweze kuchukuliwa mapema. Kuhusu suala la vibali vya ajira za wageni, hili nilishalitolea maelezo wakati nikiwaapisha makatibu wakuu, lakini ninachotaka kusisitiza ni kwamba vibali kwa raia wa kigeni kisiwe kikwazo kwenye shughuli za uwekezaji. Vibali vitolewe kwa kuzingatia sheria, lakini pia kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa. Kama nilivyosema, nchi yetu inawahitaji wawekezaji wa ndani na wa nje ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Lakini sambamba na suala hilo la vibali vya wageni, naiagiza wizara inayosimamia kazi na ajira kuliangalia vizuri suala la mawakala wa ajira. Mawakala hawa sasa badala ya kuwa mawakala wa ajira wamekuwa waajiri wao wenyewe. Naomba watupiwe jicho na wafanye kazi zao bila kusababisha migogoro kwenye maeneo ya kazi. Ndugu wafanyakazi, mimi ni mfanyakazi mwenzenu. Changamoto hizi zote mlizozitaja ni za kweli na ni za msingi sana. Hivyo basi, nataka niwaahidi kuwa katika kipindi changu cha uongozi nitashirikiana nanyi kwa karibu katika kuhakikisha tunashughulikia changamoto hizi kwa lengo la kuzipunguza kama sio kuzimaliza kabisa. Ndugu viongozi wa wafanyakazi, ndugu wafanyakazi, mabibi na mabwana, naomba sasa niingie kwenye lile neno lililotakiwa kusema. Wafanyakazi oye!
Ndugu zangu, mimi ni mama na mama ni mlezi, lakini kuna msemo wa Kiswahili unasema masikini hapendi mwana. Maana yake hata kama unataka mwanao apendeze, lakini kama uko maskini utaonekana humpendi mwanao, kumbe huna uwezo wa kumfanya apendeze. Ndugu zangu, wafanyakazi wenzangu, kwanza kabisa, kama nilivyosema awali, dai hili ni la msingi na la kweli. Mishahara haijaongezwa kwa muda mrefu. Nataka nitamke wazi kuwa mimi binafsi natamani sana kuona kuwa mwaka huu mishahara ya watumishi ingeongezwa, ila kutokana na sababu mbalimbali nimeshindwa kutimiza matamanio yenu kwa mwaka huu. Kama mnavyofahamu, kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa korona, kasi ya ukuaji wa uchumi duniani imeshuka. Kwetu Tanzania, kasi ya ukuaji wa uchumi imepungua kutoka wastani wa 6.9 hadi 4.7 mwaka huu. Hii ina maana kuwa uwezo wetu kiuchumi umepungua. Zaidi ya hapo, kutokana na hatua ninazotarajia kuzichukua za kufuta tozo na kodi zinazobugudhi wa Tanzania, mapato pia yatokanayo ya kodi yatanipungukia kidogo. Kwa muda baadaye yatapanda. Hivyo basi, kwa kuzingatia hayo yote, imekuwa ni vigumu kwangu, na kwa sababu ndio kwanza nimeingia, sijakaa vizuri, imekuwa ni vigumu kwangu kuweza kuongeza mishahara mwaka huu, lakini nimejitahidi kuangalia mambo mengine kadhaa, bali niliyoyasema ya kupunguza kodi na kufuta tozo mbalimbali za wafanyakazi. Na kwa kutambua umuhimu wa wafanyakazi, serikali tunakusudia kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha maslahi kwenye mwaka ujao wa fedha, yaani mwaka bajeti inayopitishwa sasa hivi, ikiwemo tunakwenda kupandisha vyeo watumishi 85,000 mpaka 91,000 wanakwenda kupanda vyeo, ambao wataigharimu serikali shilingi bilioni 449. Tunakusudia pia kulipa malimbikizo ya mishahara yenye thamani ya shilingi bilioni 60. Tunakwenda kufanya mabadiliko ya kimuundo wa utumishi yatakayogharimu takriban shilingi bilioni 120, na pia kuajiri watumishi wapya takriban 40,000 ili kuwapunguzia mzigo watumishi waliopo, hususan kwenye sekta za elimu na afya. Ajira hizi mpya zinatarajia kuigharimu serikali shilingi bilioni 239. Sasa baada ya hatua zote hizo, lakini sambamba na hayo, kama nilivyosema awali, mwaka huu tunakusudia kupunguza viwango vya kodi za mishahara kwa watumishi kama nilivyosha kusema. Aidha, tutaendeleza jitihada za kudhibiti mfumuko wa bei ili kupunguza kasi ya kupanda kwa bei za bidhaa. Hivyo basi, ni matumaini yangu kwa jitihada hizi zitasaidia kupunguza ukali wa maisha ya watumishi. Lakini niwahakikishie wafanyakazi wenzangu kuwa mwakani siku kama leo ninakuja na package nzuri ya kupandisha mishahara. Tutahakikisha tunapandisha mishahara ya watumishi, ikiwemo kuongeza kima cha chini cha mishahara kwa sekta ya umma na sekta binafsi. Na katika hilo, naagiza kuundwa kwa haraka kwa bodi za mishahara ili waianze kazi hii sasa hivi. Mwakani niwe najua napandisha kwa kiasi gani. Ndugu wafanyakazi, nimeeleza mengi, lakini kabla sijahitimisha, kwanza naomba niwape pole wafanyakazi kwa hili, lakini wapongeze kwa yale mengine niliyoyachukulia hatua.
Lakini nieleze masuala mawili ya mwisho. Jambo la kwanza, ingawa kulikuwepo kwenye risala yenu, halikuwepo kwenye risala yenu, ni kuhusu bodi ya kitaalamu ya walimu, lakini Mheshimiwa Rais wa TUCTA amelizungumza, na nataka niseme hapa kwamba tumeanza mjadala serikalini kuliangalia suala hili. Tarehe 28 mwezi huu tulikuwa na mjadala pale bungeni kuangalia suala hili, na nadhani mwisho wa mjadala yale matakwa yenu mliokuja nayo yatatimia. Lakini nilipokuwa na mjadala na viongozi wenu wafanyakazi, nilisema kwamba mtoto akililia wembe mpe, ukimkata atajua mwenyewe vya kuuacha. Bodi hii mlililia sana walimu, mnataka bodi ya kitaaluma, lakini baada ya kuundwa na kuona makali yake, sasa mmerudi nyuma, mnasema hatuitaki. Nasi tunawasikiliza, tutalifanyia kazi swala hilo. Pamoja na kwamba bodi hii imewekwa kisheria, lakini hatuwezi kuwa watumwa wa sheria tulizozitunga wenyewe. Kwa hiyo maslahi ya walimu kwanza, na matakwa ya kisheria tutaangalia jinsi tunavyoendelea. Jambo la pili ambalo ningependa kulizungumza ni kwamba hii ni mara yangu ya kwanza kuja Mwanza tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na tangu nimekabidhiwa dhamana ya kuliongoza taifa letu mwezi Machi mwaka huu. Hivyo basi, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wana Mwanza kwa ushindi mkubwa mliokipatia chama changu, Chama cha Mapinduzi. Nataka niwahakikishie kuwa tutatekeleza yote tuliyoahidi kwa wananchi wa Mwanza. Tutakamilisha utekelezaji wa miradi mbalimbali katika mkoa huu, ikiwemo daraja la Kigongo Busisi, ujenzi na ukarabati wa meli kwenye Ziwa Victoria, jengo la abiria kwenye uwanja wa ndege wa Mwanza, na pia kuanza ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Mwanza hadi Isaka. Tutaendelea pia kuboresha huduma za elimu, maji na afya, ikiwemo kukamilisha upanuzi wa hospitali ya mkoa ya Sekou Toure, na ni imani yangu kuwa hatua hizi zitalifanya jiji la Mwanza kuwa kitovu cha biashara kwenye ukanda wa Maziwa Makuu. Kama tulivyoahidi wakati wa kampeni, wito wangu kwa wana Mwanza, endeleeni kuiunga mkono serikali, hususan kwa kudumisha amani, umoja na mshikamano, kuchapa kazi kwa bidii na bila kusahau kulipa kodi, tukijua kwamba kodi ndiyo maendeleo yetu. Ndugu viongozi wa wafanyakazi, ndugu wafanyakazi, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kurudia tena kuwashukuru viongozi wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi kwa kunialika kwenye maadhimisho haya ya Siku ya Wafanyakazi. Nimefurahi kuungana nanyi na nataka niwapongeze kwa maandalizi mazuri ya sherehe hizi. Kwa hakika sherehe zimefana sana. Lakini pamoja na kuwapongeza waandalizi wa sherehe hizi, nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana wanakwaya zilizotuimbia hapa. Wameimba vizuri sana na jumbe zao zote tumezipokea vizuri. Wito wangu kwenu, tuendelee kushirikiana, kushikamana na kusisitiza uwajibikaji na uadilifu pahali pa kazi. Narudia tena, uadilifu pahala pa kazi. Waajiri wanalia na wafanyakazi, mikono imekuwa mikubwa. Ndugu zangu wafanyakazi, twendeni tufanye kazi kwa uadilifu. Najua maslahi ni madogo, lakini tukiwa waadilifu, tukifanya kazi kwa kujituma, tija itaongezeka na tutapata uwezo wa kuboresha maslahi yenu. Kila wakati tukumbuke kuwa sisi sote, sekta ya umma, sekta binafsi na serikali, tunajenga nyumba moja. Kwa hiyo tushikane, tujenge upendo, tuendelee kujenga nchi yetu. Baada ya kusema hayo, nataka niseme au nimwombe Mungu
awabariki wafanyakazi wa Tanzania, lakini pia Mungu aibariki Tanzania yetu. Mwisho na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee, tukaboreshe tija, tupate kupandisha maslahi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa wafanyakazi katika maadhimisho ya sikukuu yao, yaani Mei Mosi kwa mwaka 2021 inakamilika hivyo. Hotuba ambayo imegusia masuala mbalimbali, na yeye mwenyewe anaahidi kwamba katika mwaka ujao, yaani Mei Mosi mwaka 2022, basi atakuja na tamko kwa wafanyakazi. Amezungumzia masuala mengi ambayo yamefanyiwa marekebisho, ambayo yamekuwa yakililiwa kwa muda mrefu na vyama vya wafanyakazi katika risala au hotuba ambazo wamekuwa wakizitoa, ikiwemo makato ya bodi ya mikopo ambayo iliongezeka kutoka 9% mpaka 15%, na sasa basi maboresho ambayo yanafanyika tutakuja kuyafafanua baadaye kidogo. Kwa sasa hivi tusikilize kinachoendelea pale uwanjani. Makofi na vigelegele. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa ndio anaondoka baada ya kukamilisha jukumu zito kabisa la kushiriki katika sherehe hii muhimu ya wafanyakazi, ambapo sisi kama wafanyakazi tumefarijika sana kwa kuja kwake. Asante sana. Mheshimiwa Rais ndo anashuka kutoka jukwaa kuu. Makofi na vigelegele. Punga mikono wafanyakazi wote pepe. Naam, Rais Samia Suluhu Hassan anaondoka sasa katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza mara baada ya kushiriki katika maadhimisho ya Mei Mosi kwa mwaka huu na katika hotuba yake ametoa majibu ya madai mengi ambayo yamekuwa yakitolewa na vyama vya wafanyakazi. Makato ya bodi ya mikopo kuondolewa 6% iliyokuwa imeongezeka, lakini pia ametoa pongezi kwa bodi ya mikopo kwa ukusanyaji wa madeni na wito kwa walionufaika na mikopo hiyo basi wairejeshe, kama ambavyo wamenufaika basi wairejeshe. Pia kuna suala la kodi katika mishahara, kodi ambayo imeshuka kutoka 9% iliyokuwa ikitozwa mpaka sasa kwenda 8%. 1% imeondolewa na kusisitiza kwamba kila mwenye haki alipwe haki yake, hususan kutoka katika mifuko ya hifadhi ya jamii, na ameahidi kwamba wale wastaafu ambao wamekaa kwa muda mrefu bila kupata stahiki zao wataanza kulipwa na watalipwa mpaka wote waliokuwa wamelundikana wamalizike. Na agizo ambalo amelitoa jingine ni kuhusu suala la upandishwaji wa vyeo, ambapo takriban shilingi bilioni 449 zitatumika na zimetengwa
bajeti kwa ajili ya kupandisha vyeo watumishi kati ya 85 mpaka 91, lakini pia madaraja yatapandishwa kwa watumishi ambao kwa muda mrefu hawajapanda madaraja. Na pia kuna suala la ajira mpya, watumishi wapya 40,000 watapata ajira katika bajeti ijayo. Shilingi bilioni 239 zitaigharimu serikali katika bajeti hiyo. Suala la kudhibiti mfumuko wa bei pia amelizungumzia kwamba serikali itahakikisha inadhibiti mfumuko wa bei ili kupunguza ukali wa maisha. Pamoja na kuwa ahadi ya mshahara mipya ni mwaka ujao, ambapo ametoa ahadi kuwa Mei Mosi ijayo basi atatoa neno, lakini mfumuko wa bei utakapodhibitiwa utapunguza ukali wa maisha. Na pia kuna suala la vyama vya wafanyakazi. Mheshimiwa Rais amelizungumzia hilo kuhusu vyama vya wafanyakazi kwamba vipo kisheria na vyama hivyo vinapaswa kuwa huru katika kuendesha shughuli zao, lakini visiwe chanzo cha migogoro na vizingatie haki katika utekelezaji wa majukumu yao. Na pia taarifa zile za unyanyasaji na ukiukwaji wa haki zinazotokea katika maeneo ya kazi basi ziwasilishwe eneo husika katika mamlaka husika ili ziweze kushughulikiwa na wafanyakazi hao wanaonyanyaswa au kunyimwa haki zao waweze kupata stahiki zao. Suala la mawakala wa ajira ambalo limekuwa likilalamikiwa kwa muda mrefu, mawakala ambao baadhi yao wanajigeuza kuwa waajiri, nalo limekemewa na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anasisitiza kwamba mawakala hao wa ajira wafanye kazi yao kwa mujibu wa sheria na si kujigeuza kuwa waajiri. Katika uongozi wake, Rais Samia Suluhu Hassan anaahidi kushirikiana na sekta mbalimbali kutatua changamoto za wafanyakazi ambazo anakiri kuwa zipo, baadhi zinafanyiwa kazi na yeye pia ni mfanyakazi. Kwa hiyo atashirikiana na sekta mbalimbali kuhakikisha kwamba changamoto hizo zinatatuliwa. Na pia katika hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan ameagiza zile bodi za mishahara zianze kazi ili zipatikane taarifa sahihi. Basi hata litakapokuja suala la kupandisha mishahara, bodi hizo ziwe zimekamilisha taarifa muhimu ili katika Mei Mosi ijayo Rais Samia Suluhu Hassan aweze kutamka neno ambalo lilisubiriwa kwa hamu kubwa na wafanyakazi waliopo katika uwanja wa CCM Kirumba hapa Mwanza, lakini katika maeneo mbalimbali ya nchi. Na pia ametoa shukrani kwa mkoa huu wa Mwanza kwamba mkoa wa Mwanza uliipa CCM ushindi mkubwa katika uchaguzi wa mwaka 2020. Kwa hiyo na alikuwa hajapata fursa ya kufika hapa mara baada ya uchaguzi ule, kwa ametoa shukrani kwa wananchi wa Mwanza, na mwisho ametoa msisitizo katika masuala ya uadilifu kazini, lakini pia kufanya kazi kwa bidii. Hayo ni baadhi ya mambo tu ambayo yamegusiwa katika hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyoitoa katika uwanja huu wa CCM Kirumba jijini Mwanza katika maadhimisho ya Mei Mosi mwaka 2021. Ndesika, Regional Ndesika, tulifuatilia pia ile hotuba ya TUCTA ambayo waliitoa na tumeona mengi ambayo waliyaorodhesha kule yamejibiwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Baadhi ya mambo ambayo yaligusiwa na TUCTA hapo tunaweza kuyaangazia. Naam, bila shaka Rais amejitahidi kujibu kiu ya wafanyakazi ambayo iliwasilishwa na Rais wa TUCTA ambayo ilikuwa ni pamoja na tozo za mikopo ya Bodi ya Elimu ya Juu ambazo amejitahidi kwa kiasi kikubwa kupunguza. Pia kulikuwa na swala la upandishwaji wa madaraja kwa watumishi wa umma, nalo amelizungumzia, na pia
kuhusiana na ulipaji wa malimbikizo ya madeni, nalo pia kwa namna fulani ameweza kulitolea majibu, na pia kuhusiana na nyongeza ya mishahara amewaambia watumishi wa umma waendelee kuwa na matumaini kwa kuwa ndio kwanza ameanza kazi, atashughulikia hilo, ameliweka tu kiporo. Kwa mujibu wa rais wa TUCTA, pia aliomba serikali kuongeza kasi ya ulipaji wa madeni ambayo serikali imeeleza kwa iko tayari kuyalipa ikiwa yatafanyiwa uhakiki, lakini pia pamoja na kupunguza kodi ya mishahara kwa watumishi kutoka 9% mpaka 8%. Hili ni jambo ambalo naona kidogo limeleta faraja kwa watumishi wa umma. Naam, ni faraja kwa watumishi wa umma ambao walikuwa wanatamani kusikia kile ambacho Rais Samia Suluhu Hassan atakizungumza. Tuhitimishe matangazo haya kutoka uwanja huu wa CCM Kirumba hapa jijini Mwanza, na waliofanikisha matangazo haya kwa upande wa wapiga picha Silvanus Mauki, Hamis Mwege, Ezekiel Sanga na Masumbuko Daniel. Kwa upande wa mafundi tulikuwa na Sande Nkayamba na Thomas Rioba. Kwa upande wa generator Audax Mutarubukwa. Kwa upande wa sauti ni Isa Mbengwa. Mitandao ya kijamii TBC Online James Range. Kwa upande wa mchanganya picha ni Jackson Mkufya. Mwongozaji wa matangazo haya ni Joseph Lukiko, na kwa upande wa radio TBC Taifa Shafiru Makosa na Jen Lutaserwa ndio watangazaji wetu huko. Fundi ni Renatus Kamuntu na Jeremino Masanja. Mwandishi wa habari ambaye amekuwa akikusanya ripoti hapa uwanjani ni Moses Matthew, na kwa upande wa watangazaji ulikuwa nami Flora Mwano na Regional Ndisika. Naam, nashukuru. Na hadi hapo ndio tumefikia mwisho wa matangazo haya moja kwa moja kutoka uwanja wa CCM Kirumba. Naam.